Mtazamaji wa Zaki Digital, tunaendelea kukupatia kila aina ya matukio ya kimataifa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kati ya Gaza kati ya Hamas pamoja na Israel. Hamas imeendelea kukabidhi mateka na mateka takriban 7 wamekabidhiwa kwa shirika la Msalaba Mwekundu siku ya leo Jumatatu, likiwa kundi la kwanza la kuachiliwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel pamoja na Hamas. Israel inapaswa kuwaachia mamia ya Wapalestina pia. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema Jumatatu ya hii leo limeanza operesheni ya awamu nyingine kusimamia mchakato wa kuwaachilia mateka waliokuwa wakishikiliwa na Hamas huko Gaza na wafungwa wa Kipalestina walioko mikononi mwa Israel. Mabadilishano hayo yanafanyika chini ya mpango wa kusitisha mapigano uliofadhiliwa na Marekani na yanaashiria hatua ya kwanza kubwa zaidi ya kuelekea kumaliza vita vya miaka 2 ambavyo vimeiteketeza Gaza na kusababisha maafa makubwa kwa pande zote mbili. Wakati haya yakiendelea, Rais wa Marekani Donald Trump tayari amewasili Israel. Ndege ya Trump imetua hivi punde tu katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion viungani mwa Tel Aviv, huku akianza ziara yake ya siku chache nchini humo. Watu kadhaa wakiwemo wakuu wamefika kumkaribisha, akiwemo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na mkewe Sarah, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, mshauri Jared Kushner na mkewe pamoja na bintie Ivanka Trump. Sasa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameshuhudiwa akipeana mkono na Rais wa Marekani Donald Trump wakati akimkaribisha rais huyo wa Marekani nchini Israel. Trump pia amepokelewa kishujaa kabisa na bunge la Israel, huku makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yakiingia siku takriban 4. Makubaliano haya yanaleta matumaini mapya, lakini wachambuzi wanasema amani ya kudumu bado ni ndoto. Hali hii itajadiliwa katika mkutano wa viongozi zaidi ya 20 unaotarajiwa kufanyika hii leo katika mji wa Sharm el Sheikh, Misri, chini ya uongozi wa Trump. Miongoni mwa watakaohudhuria katika mkutano huo ni Rais wa Palestina Mahmoud Abbas, huku serikali ya Israel ikithibitisha haitashiriki moja kwa moja katika majadiliano hayo.